Kurasa. Mtazamaji wa EATV, karibu katika Kurasa, upate dakika chache za kufahamu machache kati ya mengi yaliyotufikia mezani kwetu kwa hii leo. Na tuanze kupekulia kurasa kwa hili. Wakati mkuu wa mkoa wa Dar es Salaam Albert Chalamila akitoa muda wa wiki 2 kwa uongozi wa wafanyabiashara wadogo maarufu kama machinga eneo la Kariakoo kuanza kufungua njia ili kuruhusu shughuli za kibiashara kufanyika kwa ufanisi, wakati serikali ikielekea kufanya uzinduzi wa soko jipya la Kariakoo, baadhi ya wafanyabiashara wameelezea adha ya msongamano kwenye soko hilo, huku tatizo kubwa likitajwa kuwa ni wafunga mizigo kukosa sehemu ya kufungia mizigo na kuziba njia hizo. Unaweza kuchukua masaa mawili kutokea Grey Msimbazi. Kwa nini? Kwa sababu ya msongamano, watu wanafungulia mizigo barabarani, machinga wako barabarani. Msongamano ni mkubwa sana. Mfanyabiashara anayekuja kutoka nje anapata kero kubwa, na anapofika hapa akifanya shopping arudi tena. Hao watu wanaopanga huko katikati, hao ndio kikwazo namba moja. Huko pembeni hakuna shida sana. Shida hao katikati hapa, njia uwezo wa kupita inakuwa ni issue kwa kweli. Na hii sijui tuiombe serikali, wakati tumeomba mpaka sasa tumechoka. Tatizo la msongamano mnaoona Kariakoo ni kutokana na ndugu zetu wafanyabiashara ndogo ndogo ambao tayari wameshaziba njia kwa ajili ya kufanya biashara zao. Lakini pia kuna hili tatizo la ufungaji wa mizigo ambao serikali bado haijatenga sehemu maalum kwa ajili ya watu hao wafunga mizigo. Wafanyabiashara ni wengi, kwa hiyo wao wanabidi wafungie mizigo barabarani, sio tena sehemu za pembezoni. Kwa hiyo nayo ni changamoto kubwa upande wa halmashauri, serikali ya mtaa kutafakari ni eneo gani litengwe kwa ajili ya hao wafunga mizigo, kwa sababu hata eneo hili ambalo tumetenga kama eneo la TRA kwa ajili ya wafanyabiashara kuja kufanya makadirio na kulipa hizo return, tunabidi kila mara tutoke kuwasogeza pembeni. Hao wafunga mizigo ni wengi, na kwa hiyo ina maana hawajawa na maeneo rasmi. Na tuendelee na kurasa. Wakulima wa zao la ufuta kutoka wilaya Namtumbo mkoani Ruvuma wameuza zaidi ya kilo milioni 4.7 za zao hilo la ufuta katika mnada wa kwanza kabisa wa zao hilo kwa bei ya shilingi 2450 kwa kilo. Mauzo yaliyofanyika kupitia mfumo wa stakabadhi ghalani. Wakizungumza na EATV, wakulima hao wameishukuru serikali kwa kuwezesha upatikanaji wa bei nzuri ya zao hilo, huku wakiomba kupewa msaada zaidi katika upatikanaji wa pembejeo za kilimo ili kuongeza uzalishaji katika msimu ujao. Wakati ambao meneja uzalishaji wa chama kikuu cha ushirika cha Songea Namtumbo akiwataka viongozi wa vyama vya msingi kuhakikisha wanawasilisha taarifa za uhakiki wa wakulima hao kwa maafisa ushirika ili wakulima hao waweze kulipwa fedha zao kwa wakati. Mnada umepita salama kwa bei ya mkulima, na mkuta kama tozo anakatwa shilingi 10 na akapata 2400. Afadhali tumepata hiyo hela. Watuwezeshe, sababu kuhusu madawa mpaka kufanikiwa ufuta madawa sisi tunatumia sisi wenyewe. Kwa kweli kwa hatua hii tuliofikia sasa hizi, kweli wakulima bado kwanza tunachanganyikiwa kulingana na bei zilivyo, lakini tunashukuru kwa sababu wanunuzi ndio hao wamesema bei hiyo. Kwa hiyo tunasema tu kwa mnada ujao labda kidogo bei inaweza kupanda. Viongozi wa vyama kuanzia leo pelekeni taarifa za uhakiki wa maafisa ushirika leo yao kwenye ile kamati ya uhakiki leo, na kazi itafanyika leo, kesho na Jumapili, ili Jumatatu wakulima wapate fedha zao. Chama kitakachoshindwa kufanya hivyo tuwajibisha viongozi, kwa sababu ulipokusanya mzigo ulikuwa na orodha ya wakulima walileta mzigo kwenye chama chako. Na tumalizie kurasa kwa hili. Wakazi wa maeneo ya Boko Basi Haya katika wilaya ya Kinondoni mkoani Dar es Salaam wamelalamikia kero ya madimbwi makubwa kwenye maeneo yao ya makazi yanayotuamisha maji ya mvua kwa muda mrefu bila kukauka. Kurasa imeshuhudia moja ya dimbwi ambalo wakazi wa eneo hilo wanasema lina zaidi ya miaka 20 bila kuchukuliwa hatua zozote ili kulidhibiti, ambapo sasa wameziomba mamlaka zinazohusika kutatua changamoto hiyo. Juzi tulimfuata mwenyekiti wa serikali za mitaa, tulifunga njia, yani si wenyewe bodaboda. Kaja hapa mwangu hakuwa na majibu. Wakatuambia barabara ipo katika mradi, mpaka mwakani ndio itawekewa mitaro. Ndio majibu tuliyopata kutoka kwa viongozi wa serikali za mitaa. Konvoi ikishuka kidogo tu kutoka juu, maji yote yanakuwa hapa. Na ikinyesha hapa tunakaa kama mwezi mzima, maji yakauki. Tunapita kwenye tope, magari yanaharibika, pikipiki zinaharibika. Na viongozi tunao wa serikali za mitaa na wahangaiki. Sababu kwa hao ambao tumewaomba imekuwa tunapigwa tarehe tu. Akija hapa analiangalia tu hilo eneo, kishamaliza anaondoka zake. Anakuja mwingine aliangalia. Mara kwanza walichimba msingi hapo ambao ulisaidia baada siku kadhaa.
lakini sasa hivi ndo kama unavyoona ushajifikia. Na tumekufungulia na kufungia kurasa kwa hayo machache kati ya mengi yaliyotufikia mezani kwetu kwa hii leo. Kesho je, kuna nini? Tafadhali usikose kuangalia kurasa. Na kwa niaba ya wale wote walioshiriki kuletea kurasa kwa siku hii ya leo, mimi naitwa Abel Kilumbu. Endelea kufuatilia vipindi bomba na makini kutoka hapa EATV.